Tusalie hapo hapo kwa suala zima la elimu. Baadhi ya shule katika kaunti ya Siaya zimeandikisha idadi ndogo ya wanafunzi wa gredi ya 10 wakati huu wengi wao wanaporipoti shuleni. Katika shule ya Mahero wanafunzi 5 ndio wameripoti. Hali hii pia ikishuhudiwa katika shule ya Kabura ambayo imepokea wanafunzi 4 pekee, zikiwemo shule zingine. Walimu wakuu katika shule hizo wanahimiza serikali na wakazi wa eneo hilo kusaidia kuleta wanafunzi, kwani wana miundo msingi hitajika na pia walimu walio na ujuzi wa kuelimisha wanafunzi. Fred Wambua huyu hapa na kina cha taarifa hiyo. Changamoto kadhaa zimeshuhudiwa wakati mpito wa gredi ya 10 unaendelea, hasa wanafunzi wakiripoti katika mashule mbalimbali nchini. Hali hii sio tofauti katika kaunti ya Siaya, baadhi ya shule zikishuhudia idadi ndogo ya wanafunzi wanaoripoti, shule ya Mahero ikipata wanafunzi 5 na pia shule ya Kabura ikipokea wanafunzi 4 tu. We have only received 4 students compared to what we expect as 70 students for grade 10. And so far we have admitted 4 girls and 1 boy. We still hope to get more students. I know as time progresses and possibly as the nature of most of the day school, especially the small day schools, they normally admit students after others have received. This year we were located about 135 students. So far we've received only 35. We still have a deficit of over 100 students. Walimu wakuu katika shule hizi wamehuzunishwa na hali hii, wakiwa na matumaini ya kupokea wanafunzi zaidi, kwani wana miundo msingi imara na walimu walio na ujuzi, ila wakiwarai wananchi na viongozi kuwasaidia kufikia malengo haya. We have very committed teachers. And this one you can even see when you went into class, they are busy with the students. So we appeal to the parents to bring students. And we would also want to urge the ministry if they can find a way of bringing us more students. Our facilities are adequate for STEM pathway and also for social sciences pathway. We have space, we have the required number of resources to provide for STEM and the social sciences pathways. Aidha, walimu hao wameweka wazi kuwa wataendelea kuheshimu amri ya rais kuwachukua wanafunzi bila ya kuwatoza chochote na pia bila sare kwa muda, kwani serikali imegharamikia asilimia kubwa ya karo. Most of the parents, like late last week and today, have come in barely empty-handed. Actually, most of them could not raise what we call lunch levy, bearing in mind that in a school of this kind, the government pays everything. We don't charge school fees. We have already waived the need for paying fee for now, as directed to us by the government, and they are free to bring their children to Kabura Secondary School. As directed by our president, let them bring the learners without necessarily having the strain of buying the school materials that are required. But we shall see once they are in the school how we can mobilize funds such that the deserving students are helped. Haya yanajitokeza wakati ambao kumekuwepo na malalamishi kutoka kwa wazazi, viongozi na pia washikadau katika sekta hiyo, wakiitaka serikali kuwajibika ipasavyo. Fred Wambua, Undugu TV.